Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Juni 16 ya mwaka 2025. Kabla tujalianza somo letu siku ya leo, nikualike tuombe. Lihimidiwe jina lako Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo na rehema zako za pekee katika asubuhi ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tunakuja miguuni pako, tuwa dhambi tusiostahili, nasi tunakuja kwako tukiomba ukatusamehe uovu wetu, ukatusafishe na kututakasa, na zaidi sana ukatuandae kwa ajili ya ufalme wako. Tunakuomba ukatende katika haja zetu mbalimbali, kila mmoja anapoomba ukamsikie na ukajibu sawa na mapenzi yako. Na tunapojifunza somo hili asubuhi ya leo pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema achunguzaye kwa unyenyekevu atajifunza. Imejengeka katika kitabu cha Zaburi ya 25 ile aya 4. Neno la Mungu linasema, Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako. Ufunuo sio uumbaji au uvumbuzi wa kitu kipya, bali ni uoneshaji wa kile ambacho mpaka kinafunuliwa kilikuwa hakifahamiki kwa wanadamu. Kweli kuu na za milele zilizopo kwenye Injili zinafunuliwa kwa njia ya uchunguzi wa bidii na kujinyenyekesha wenyewe mbele za Mungu. Tunaye mwalimu wa mbinguni ambaye anaiongoza akili ya mchunguzi wa ukweli mnyenyekevu, na kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kweli za neno zinafunuliwa kwake. Na hakuwezi kuwa na maarifa ya uhakika na yenye ufanisi zaidi ya ukweli kuliko kuongozwa hivi katika ukweli wote. Kupitia kutolewa kwa Roho Mtakatifu tunapaswa kuelewa neno la Mungu. Tunaaswa kutafuta ukweli kana kwamba tunatafuta hazina iliyositirika. Bwana anafungua uelewa wa mtafutaji wa kweli. Roho Mtakatifu anaiwezesha akili ya mwanadamu kung'amua kweli za ufunuo, na nuru ya Mungu huwasiliana na nafsi. Huu ni ufunguaji wa macho ili kuona hazina za kweli, na akili inashikilia utukufu wa ulimwengu ulio bora. Roho inautamani ukamilifu wa Kristo Yesu. Manuscript ya 59 mwaka 1906. Yesu alikuwa ni mwalimu bora kabisa ulimwengu kupata kumjua. Aliwasilisha ukweli kwa kauli zilizo wazi, zenye nguvu, na vielelezo alivyotumia vilikuwa vya hali safi na vya juu zaidi. Hakuwahi kuchanganya alama na maumbo hafifu na maagizo yake matakatifu, au kutafuta kufanya kama watu wapendavyo, au kuliridhisha daraja ambalo lingesikiliza ili tu kufurahishwa. Hakuuleta ukweli mtakatifu chini katika kiwango cha wajinga. Maneno yake yalikuwa safi zaidi na yaliyotukuka zaidi. Hakuudhalilisha ukweli ili kumfikia mwanadamu katika hali yake ya kuanguka, na kushusha kiwango cha haki ili kukidhi udhalilishaji wake, bali alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba, ili apate kuiokoa jamii ambayo ilikuwa imekokotwa na dhambi. Halikuwa kusudi lake kufutilia mbali sheria ya Mungu kwa kifo chake, lakini badala yake huonesha kutobadilika kwa madai yake matakatifu. Ilikuwa ni kusudi lake kuitukuza sheria na kuiadhimisha, ili kila mtu anayepaswa kuutazama msalaba wa Karwali pamoja na mhanga wake aliyeinuliwa aone hoja isiyo na majibu ya ukweli kamili wa sheria. Aliuokoa ukweli wa milele kutoka katika ushirika duni wa makosa na kuiamuru ing'ae katika mng'ao wake wote na fahari ya mbinguni. Anauinua juu ukweli ili kwamba kama nuru iweze kuangazia maadili ya giza ya ulimwengu. Yesu alirejesha ukweli uliokuwa umetupwa nje kwenye mpango wake wa kifalme na kuweka pamoja na ukuu na hadhi yake ya kweli. Kristo mwenyewe ni ukweli na uzima. The Review and Herald, Agosti 6 ya mwaka 1895.
Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Juni 16. Somo likisema achunguzaye kwa unyenyekevu atajifunza. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.